Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye wasaa wa habari ndani ya Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan nitakayeweza kusomea habari mbalimbali kitaifa na kimataifa. Karibu. Ziara mbili za kimkakati alizofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hivi karibuni katika nchi za Falme za Kiarabu pamoja na Ethiopia ambako alishiriki mkutano mkuu wa kawaida ya Umoja wa Afrika zimekuwa na tija kubwa katika kuimarisha diplomasia ya uchumi. Hayo yameelezwa katika mkutano wa wanahabari ulioandaliwa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu jijini Dar es Salaam, ambako mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumu alifungua mkutano huo na kueleza lengo na madhumuni yake. Katika ziara ya pili ambayo ilifanyika mwezi wa pili kati ya tarehe 2 na tarehe 6 katika Falme za Kiarabu, hii inaweza ikawa ulikuwa ndio mwanzo wa uzinduzi wa diplomasia ya uchumi katika awamu ya pili ya Mheshimiwa Rais katika serikali yake ya awamu ya 6, ambapo alitembelea nchi ya Falme za Kiarabu kwenye mkutano mkubwa kama nilivyoeleza pale awali. Lengo kubwa lilikuwa ni kuangalia namna gani tunapanda mbegu za kuvutia uwekezaji, kujenga uaminifu wa kimataifa, kuweka Tanzania mikakati yake katika mkondo wa utekelezaji wa dira ya 2050, na imeweka fedha maalum kwao kwa ajili ya makampuni yao, kwa ajili ya viwanda vyao, kwa ajili ya vyuo vikuu vyao, kwa ajili ya wazalishaji wao kufanya kazi pamoja na Afrika. Inavyosemekana mpaka sasa hivi ni bilioni 8 euro wameweka kwa ajili ya hilo. Mheshimiwa Rais alitoa tamko la kukubali mpango huo, kushukuru mpango huo na kusema kwamba Tanzania tuko tayari kukaa nao kuunda mikakati ya pamoja. Na Tanzania pia alitamka kwamba imeshawasilisha miradi 16 ambayo inawagusa wananchi moja kwa moja, hususan makundi ya vijana, miradi mbalimbali kwenye sekta mbalimbali, kwenye mazao pia mbalimbali ambayo yana soko. Tunafahamu sisi hapa upande wetu kwenye upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki, lakini kuna benki yenyewe ya maendeleo ya Afrika na nyingine. Kwa hiyo nafasi zake benki hizi katika kuweza kuleta maendeleo katika bara. Ametoa mfano mmoja mzuri kwenye benki kama ya kwetu ya Afrika ambayo ipo upande wa Latini, namna ambavyo imesaidia kuweza kuzisaidia zile nchi za Latini kugharamia miradi yake mikubwa. Nchi zenyewe zinapofanyiwa rating unajikuta nyingi zao ziko kwenye ngazi ya B, lakini benki ya maendeleo ilikuwa kwenye rate ya A. Kwa hiyo pale ambapo benki kama hizi zinamtaji, nchi zinanufaika zaidi. Kwa hiyo nalo tumeshakuja kuliangalia kwa kina ili kuweza kusaidia. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema mafunzo kwa viongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanawasaidia kufanikisha uendeshaji wa bunge sambamba na kuimarisha ushirikiano baina ya wabunge na serikali. Tupate taarifa kamili. Amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya kamati ya uongozi wa bunge, tume ya utumishi wa bunge na makamu mwenyekiti wa kamati za kudumu za bunge yaliyofanyika katika ofisi ndogo ya bunge Tunguu Zanzibar, ambapo amesema ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imenipa uwezo bunge kusimamia na kuishauri serikali kuhusu utekelezaji wa bajeti ya muda mrefu na mfupi, kutunga sheria zitakazosaidia utekelezaji wa masuala mbalimbali na kuridhia mikataba pamoja na kuuliza maswali yanayowagusa wananchi. Ni imani yangu kuwa mafunzo haya yatakuwa jukwaa muhimu kwenu waheshimiwa viongozi, ambalo linawapa fursa ya kubadilishana uzoefu, kujifunza kwa pamoja na kujenga mtazamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuziendesha kamati zetu kwa uweledi, ufanisi na kuwezesha kuwa na bunge la viwango. Kwa upande wake, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu amesema katika mafunzo hayo wabunge watapata fursa ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu utendaji wa kazi za bunge na mustakabali mzima wa uongozi kwa lengo la kuwatumikia viongozi
na wananchi kwa ujumla. Hii ni ratiba ambayo inaendelea. Tulianza semina hizi Dodoma kwa takriban siku 5 na wabunge wa zamani na wapya tulijumuika pamoja, na kwa kweli wamewiva. Sisi bungeni hatuna mbunge mpya au mbunge wa zamani, wabunge wote ni kitu hiki kimoja. Mada nyingine zitakazofundishwa na kujadiliwa katika mafunzo hayo ni uratibu na utekelezaji wa shughuli za serikali katika kamati za bunge, mahusiano na changamoto, haiba ya viongozi na itifaki ya kidiplomasia katika utekelezaji wa shughuli za kibunge na kiserikali katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Abasi Mlilapi, Channel 10. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekagua mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima, Uganda hadi Chongoleani mkoani Tanga na kusema kuwa amefurahishwa na utekelezaji wake ambao unatarajiwa kugharimu zaidi ya dola bilioni 5.5 utakapokamilika. Tupate taarifa kamili. Ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba inamfikisha katika mradi wa kimkakati hapa nchini wa bomba la mafuta ghafi ambao kitovu chake ni eneo la Chongoleani jijini Tanga. Msisitizo ambao umekuwa ukiwekwa na viongozi wetu wakuu wa mradi huu, viongozi wetu wa nchi, Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu mwenzake wa nchi Mheshimiwa Yoweri Museveni, nimefurahishwa kwamba takriban kwenye kila ngazi mmeweza kufuata ratiba ya utekelezaji wa mradi kama ambavyo ilikuwa imepangwa. Ni heshima kwa nchi zetu na ni heshima kwenu nyewe watekelezaji wa mradi. Kwa tuendelee na kasi hiyo hiyo ili tukamilishe mradi huu ndani ya muda. Na hapa zinaelezwa faida zinazorudishwa kwa jamii kutokana na mradi wa bomba la mafuta ghafi kwa mkoa wa Tanga. Kuna mtandao wa mabomba ya maji ambao unajengwa hapa Tanga ambao unagharimu takriban bilioni 4.4 na unategemea ukikamilika utanufaisha wananchi zaidi ya 26,000. Pia kuna mradi wa kujenga kituo cha afya na kutoa samani huko kwenye kata ya Chongoleani. Kazi kubwa ya mikono ilifanywa na vijana wetu wa Tanga. Tunashukuru kwamba mradi huu umekuwa salama. Katika masaa zaidi ya milioni 2 ambayo wamefanya kazi, hatujapata changamoto yoyote ya wafanyakazi au watu wetu kuweza kupata madhara. Aidha, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pia amekagua maboresho ya bandari ya Tanga sambamba na kuzungumza na wafanyakazi. Tunatarajia kuendelea na maboresho ya miundombinu ili kuweza kuongeza ufanisi, na mahesabu yanayopigwa ni angalau meli ziweze kupishana na kwa idadi yoyote ambazo meli zinaweza kuja ziweze kuhudumiwa ipasavyo. Uwepo wa majengo ya watu binafsi karibu na bandari, nimesema hata kama kunahitajika kufidia, lazima tuwe na eneo la kutosha la bandari kwa matumizi ya sasa na matumizi yajayo. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wameshambulia kituo cha wanajeshi katika mji wa kaskazini mwa Burkina Faso wa Nare. Taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaeleza kuwa makumi ya watu wameuawa na kupelekea kuwa mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni ya makundi ya kigaidi ambayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 10 katika muda wa siku 4. Burkina Faso imekuwa ni nchi ya Afrika Magharibi inayoongozwa na utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2022 ambayo imekuwa ikikumbwa na vurugu za mara kwa mara kutoka kwa wanamgambo wenye mafungamano na muda mrefu na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda au lile linalojiita dola la Kiislamu IS. Wataalamu wa afya wa masuala ya saratani ya ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu wamekutana jijini Dar es Salaam kujadili namna bora ya kutibu maradhi hayo kwa njia za kisasa zaidi. Dorcas Ramos ana taarifa zaidi. Ni katika mkutano wa 5 unaowaleta wataalamu wa kikanda na kimataifa hapa nchini ambao unalenga kuwashirikisha mbinu za matibabu ya magonjwa ya uvimbe wa saratani katika ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu.
Mkusanyiko huo wa mafunzo ya upasuaji kwa njia za kisasa unatambulisha kwa mara ya kwanza hapa nchini namna ya kutumia rangi maalum inayomwezesha daktari kupasua eneo la uvimbe kwa kujua mipaka kwenye viungo hivyo vya fahamu. Akifungua mkutano huo, mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Tiba ya Mifupa, Ubongo, Mishipa ya Fahamu Muhimbili MOI, Balozi Dr. Mpoki Ulusubisya, anasema hii ni hatua ya kufikia ufanisi katika tiba za magonjwa ya saratani katika mfumo wa fahamu. Hapo wataalam watakuwa wanafundisha watu wetu njia za kisasa za kufanya upasuaji kwa wagonjwa hawa. Ziko zile ambazo ni za kawaida kubwa, lakini ziko zile kupitia kwa matundu. Lakini kitu ambacho kitakuwa kinafanyika kwa mara ya kwanza katika nchi yetu itakuwa ni kutumia rangi maalum ya kumsaidia mpasuaji ajue mipaka ya uvimbe anaopasua, inayoitwa fluorescein. Na hii itafanyika kwa mara ya kwanza wiki hii, na baada ya hapo itakuwa ni sehemu ya kawaida ya madaktari wetu kutumia katika kupasua wagonjwa. Profesa Ryan Omont kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi Colorado, Marekani, anasema magonjwa hayo yanahitaji kubadilishana ujuzi na kufikia tiba za kisayansi katika kuyatibu. Wiki hii itasheheni mada nyingi na za kusisimua, ikiwa na pamoja na maendeleo ya kisayansi ya hivi karibuni katika udhibiti wa maradhi mbalimbali ya uvimbe wa ubongo na uti wa mgongo. MOI imeweza kujiendeleza sana kiteknolojia na katika masomo ya neurosurgery. Dorcas Ramos, Channel 10. Zaidi ya wafanyakazi wa majumbani 1280 wamepata elimu na mafunzo ya ufundi stadi kupitia mtaala maalum ulioanzishwa na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kupitia mradi wa kuhamasisha na kukuza kazi za staha kwa wafanyakazi wa majumbani uliofadhiliwa na serikali ya Italy wa miaka mitatu. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya kufunga mafunzo kwa walimu wa VETA, VTA na wataalamu kutoka chama cha wafanyakazi wa hifadhi, hoteli, majumbani na huduma za ushauri CHODAU, mkurugenzi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA Dr. Abdalla Ngodu amesema kuanzishwa kwa mradi huo ni mafanikio makubwa kwa taasisi hiyo na sekta ya ajira nchini. Kwa hiyo tumetekeleza mradi kwa muda wa miaka mitatu, lakini moja ya mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kutokana na huu mradi ni kufundisha wafanyakazi wa nyumbani 1280. Hilo lilikuwa lengo. Kwa lengo hilo limetimia. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa kuhamasisha kazi zenye staha kwa wafanyakazi wa ndani, Mariam Shimba, amesema mradi huo umeongeza ujuzi na weledi kwa wafanyakazi wa majumbani na kuwapa uwezo wa kufanya kazi kwa kujiamini zaidi. Kwa tulifanya mapitio na curriculum ilitengenezwa ya mwezi mmoja, ya miezi mitatu na ya miezi 6. Wakati wa utekelezaji wa mradi kwa kushirikiana na VETA kwa ufadhili wa serikali ya Italia, mpaka sasa applicants wengi ambao wanaomba ni wale ambao wanaomba kusoma masomo ya mwezi mmoja. Wadau wa mradi huo kutoka VETA, VTA na CHODAU wamezungumziaje mafanikio ya mradi huo katika kuwasaidia wafanyakazi wa majumbani? Lakini tulipoanza kupata kozi hii, tangu kutengenezwa kwa mtaala na mpaka kwanza wafanyakazi wa majumbani kuingia chuoni, tumeanza kuona mabadiliko makubwa, lakini vile vile tunapokea taarifa mbalimbali za mafanikio kutoka kwa waajiri wao. Kwa sababu mwanzo walikuwa wanafanya kazi, ilikuwa inaonekana ni kazi ambayo kama mtu ambaye asiye na elimu ndo anafanya kazi ile. Kwa hiyo sasa imekuwa kumbe ni kazi rasmi, ina elimu yake, ina vipengele vyake, na pia mwanzo ilikuwa inafanywa tu kiholela holela. Kwa sasa hizi imeboreshwa, kuna masuala ya haki za mikataba humo, kuna haki za mfanyakazi. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Hatua ya serikali ya Israel kuidhinisha mchakato wa kusajili ardhi kwenye ukingo wa Magharibi imekosolewa na mataifa mbalimbali ya Kiarabu wakiita ni unyakuzi mkubwa wa ardhi. Lulu Ali anatusimulia zaidi.
Misri, Qatar na Jordan ni nchi za mstari wa mbele katika ukosoaji huo, zikitaja hatua hiyo kuwa haramu na inayokiuka sheria ya kimataifa na ni hatari kwa kuwa unalenga kudhibiti maeneo yanayokaliwa na Palestina. Qatar imekwenda mbali zaidi kwa kusema uamuzi huo unalenga kuibadilisha ardhi ya ukingo wa magharibi kuwa mali ya serikali, jambo ambalo litawanyima Palestina haki zao. Lakini wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema ni hatua ambayo ingewezesha ufafanuzi wa wazi na wakina wa haki za kutatua migogoro na ilihitajika kufuata usajili haramu wa ardhi katika maeneo yanayodhibitiwa na mamlaka ya Palestina. Itakumbuka hivi karibuni Baraza la Usalama la Mawaziri wa Israel ilipiga kura kuwaruhusu Wayahudi wa Israel kununua ardhi moja kwa moja katika ukingo wa magharibi na kupanua udhibiti mkubwa wa Israel katika maeneo ambayo yako chini ya mamlaka ya Palestina. Lulu Ali, Channel 10+. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier anaanza hii leo ziara ya siku 2 nchini Lebanon, ikiwa ni katika kuonyesha mshikamano wa taifa hilo katika harakati za kurejesha utulivu. Steinmeier anatarajiwa kupokelewa na Rais Joseph Aoun mjini Beirut na atakutana pia kwa mazungumzo na Waziri Mkuu Nawaf Salam na Spika wa Bunge Nabih Berri. Siku ya Jumamosi, Steinmeier ambaye anaambatana na mkewe Elk ataelekea Jordan, huko ofisi yake ikisema ziara yake inalenga kupeleka ujumbe kwa mataifa hayo mawili ya Kiarabu kwamba Ujerumani inaendelea kuunga mkono juhudi za kurejesha utulivu. Umoja wa maimamu na walimu wa madrasa nchini UMATA umetoa wito kwa Waislamu wenye uwezo kusaidia wanafunzi wa madrasa kwa kuwapatia misahafu yenye tafsiri ya Kiswahili ili waweze kuelewa kwa urahisi wanachojifunza katika usomaji wa Qur'an. Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Umoja wa maimamu na walimu wa madrasa nchini UMATA, Sheikh Arifu Suria, wakati akitoa misahafu ya tafsiri ya Kiswahili kwa wanafunzi 150 wasichana pamoja na mabegi kwa ajili ya kujifunza hasa katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaomba sana tujitahidi tusome Qur'ani kwa tafsiri na vile vile tufanye kheri mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katibu mkuu wa UMATA Amir Hamisi Mbwana amesema wanafunzi wengi wanakuwa wanasoma kwa Kiarabu na kuchukua muda mrefu kuelewa tafsiri, na kutoa wito kwa taasisi na mashirika ya Kiislamu kusaidia katika zoezi hilo. Tunaelekea katika mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wa Qur'an. Kwa hivyo kwa namna moja ama nyingine tunafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba tunafika kwa watu wenye mahitaji mbalimbali na kuwapa sadaka kama hivi. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani ndani yake. Ni mwezi ambao Waislamu wanasoma Qur'ani sana. Ni mwezi ambao darasa zitakuwa nyingi sana. Hizi darasa bila walimu wa madrasa haziendi. Dorcas Ramos, Channel 10. Kamishna mkuu mstaafu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Harry Kitilia amesema kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia, mabadiliko ya kimfumo ya ulipaji wa kodi yanapaswa kuwa rahisi na yasiyo na kikwazo kwa mlipaji ili aweze kulipa kodi popote alipo na kuchangia maendeleo ya taifa. Nelson Munema ameandaa taarifa ifuatayo. Kamishna mkuu mstaafu wa TRA Kitilia ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa sherehe pamoja viongozi wa staafu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambapo amesema mfumo wa ukusanyaji kodi unapaswa kuwa na mazingira rafiki yasiyo na misuguano kati ya anayelipa na anayekusanya kodi. Kwa zaidi ni kurahisisha. Mfumo haitaki ikukwaze kulipa kodi. Inatakiwa iwe rahisi, kurahisishie wewe uweze kulipa popote ulipo. Sio lazima ukaunge mstari kwenye ofisi ya TRA. Uweze kulipa popote, uweze kulipa kiganjani, kama una simu yako uweze kulipia pale pale. Na iwe ni wazi, uweze kujua hivi msingi huu chajua hiyo kodi, msingi wake nini. Ukishakubaliana na ule msingi, kulipa na kuwa ni rahisi tu. Nao watumishi wa staafu wa TRA wamesema sherehe hiyo inayokutanisha pamoja inawasaidia kuzalisha mawazo mapya ya maendeleo baada ya kustaafu.
ambapo nia yetu ilikuwa ni kwamba tuandae kitu ambacho at the end of the day watu watabidi wale wanywe, na wale ambao miguu inawaruhusu waweze kucheza, lakini wakati huo kutumia hiyo nafasi kubadilishana mawazo na kujua kwamba mambo yanaendeleaje huko tunakoendelea katika safari zetu. Awali nilifikiri kwamba maisha ya ustaafu ni maisha magumu, na nikafikiri nitakufa siku chache baada ya kustaafu, lakini naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Naendelea kutumikia taifa katika nyanja nyingine za kujitegemea sasa. Sasa hivi kwenye mambo ya kusaidiana tumeweka tu sehemu moja. Mtu anapopata msiba, labda kwa ajili akifiwa yeye, akifiwa na mtoto, akifiwa na mama, akifiwa lakini sio kwa ndugu. Kwa hiyo ilikitokea tatizo lolote kama hilo tunasaidiana. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Saratani ya shingo ya kizazi na matiti ikiendelea kuwa tishio kwa maisha ya wanawake nchini, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru imeamua kuvunja ukimya kwa kushuka masokoni na kutoa huduma za upimaji bure kwa kina mama. Hatua hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mount Meru, ambapo hospitali hiyo imeamua kurejesha shukrani kwa jamii kwa kutoa huduma mbalimbali kila mwezi. Akizungumza kwa niaba ya mganga mfawidhi wakati wa zoezi hilo, Dr. Tadei Mosha ambaye ni mwenyekiti wa maadhimisho ya miaka 100 ya hospitali hiyo amesema kuwa wameanza kwa kutoa huduma za upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi na matiti bure kwa kina mama walioko sokoni. Tunaamini kwamba wamama hawa wanakuwa wako busy sana kwenye kufanya shughuli zao za kila siku za soko, wanakosa hata muda wa kufanya uchunguzi hospitalini. Kwa hiyo tumeona ni vyema tukawafuata kwenye sehemu zao za kazi na kuwapatia huduma hii bure. Kama tunavyojua kwamba siku zote kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo tunachunguza ili tukiona kuna dalili za awali matibabu yaweze kufanyika. Lakini sambamba na hilo tunatoa elimu ya kuhusu saratani ya shingo ya kizazi pamoja na saratani ya matiti. Baadhi ya wanawake waliopata huduma hizo wameshukuru hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mount Meru kwa kuwafikia moja kwa moja na kuwapatia uchunguzi huo muhimu bila gharama. Tunashukuru, huduma ni nzuri na tusaidia kwa sisi kina mama ambao tuna uwezo wa kutoka hapa na kwenda kupima, hata uwezo wa kifedha. Tunaomba kwa kina mama wanaopita ambao hawawezi kujua kwamba kuna huduma gani, wapite hapa. Kuna huduma nzuri kwa kweli, wanapima vizuri na wanatoa ushauri mzuri. Masa ninayotoa kwa kina mama, mtu utakiwa upime ili ujue, sababu unaweza kujiona uko mzima kumbe tayari ni mgonjwa. Hospitali hiyo imesema itaendelea na kampeni hiyo katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Arusha kama sehemu ya kuimarisha afya ya jamii. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari, na muda mfupi tutarudi kwa ajili ya habari za biashara na uchumi.